Na mtazamaji, serikali imethibitisha kwamba Mkenya mmoja aliuawa nchini Tanzania wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi nchini humo. Katibu wa Wizara ya Usalama Raymond Omolo aidha amesema kwamba serikali inafanya uchunguzi wa kina ili familia ya marehemu John Okoth Ogutu aliyekuwa akifanya kazi Tanzania kama mwalimu inapata haki. Wakati huo huo, serikali imewahimiza Wakenya walio na jamaa zao Tanzania kuandikisha jamaa zao. Ben Kirui amekuwa akifuatilia taarifa hii. Kwa mara ya pili wiki hii, familia ya marehemu John Okoth Ogutu ilirejea katika ubalozi wa Tanzania hapa Nairobi, ikitumai kupata taarifa za kuwatuliza mioyo ya kusafirishwa kwa mwili wa mpendwa wao. Hata hivyo, matumaini hayo yalizimwa tena. Tumewasilisha mabarua zake kwa government, bado hatujapata suluhisho yoyote. Wenye tulikuwa tuna communicate nao pia kutoka huko, sasa communication imekatika kabisa. Tangu nilete barua Monday kwa ofisi ya High Commissioner ya TZ, mpaka sasa hii walituchukua namba yangu, mpaka sasa hii hakuna nini yote wamewasa tupigia watujulishe kuhusu maneno ya TZ kama mwili imepatikana ama bado. Hakuna, vile tulimletea hiyo nini amenyamaza. Majonzi ya familia yakizidishwa na video waliopokea wanayodai kutumwa na mwalimu mwenzake Ogutu katika shule alikohudumu jijini Dar es Salaam. Video hiyo ambayo bado haijathibitishwa inaonekana kumuonyesha mwalimu huyo wa miaka 33 akiwa amelala kwenye damu. Huyu ni mwalimu kama hajakufa, ni huyu, na bado ni huyu. Unaweza angalia hiyo nini sura mzuri. Na hii ndiye clip tulipata ya mwisho kama tayari ameuliwa. Shinikizo kutoka kwa wanaharakati wa haki na baadhi ya wabunge lilisukuma serikali ya Kenya Alhamisi kuvunja kimya chake na kudhibitisha mauaji hayo yaliyotokana na machafuko ya baada ya uchaguzi nchini Tanzania. We want to know the diplomatic and consular interventions undertaken by the government of Kenya to ensure prompt, transparent and independent investigations into the killing and to secure justice for the deceased and his family. We are doing what it takes to be able to make the necessary arrangements for making sure that that particular case is handled in a manner that is respectful. Aidha, Wizara ya Mashauri ya Kigeni kupitia taarifa imetaka familia za Wakenya walio Tanzania na mataifa mengine na wanaohisi kuwa hatarini kuandikishwa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, wa uchunguzi wa muungano wa Umoja wa Afrika sasa unasema kwamba uchaguzi wa Tanzania haukuwa wa huru na haki. Ripoti ya umoja huu wa AU ikisema kwamba uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu uliompa Rais Samia Suluhu ushindi mkubwa. Na kama Brenda Wanga anavyoarifu ni kwamba ripoti inaangazia kesi za kujaza madebe ya kura, kuzimwa kwa mtandao na utekaji nyara kwa baadhi ya mambo yaliyotia doa uchaguzi huu. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea. Siku chache baada ya uchaguzi wa Tanzania uliompa Rais Samia Suluhu Hassan ushindi mkubwa, ripoti za wachanganuzi wa uchaguzi huo umeendelea kuukosoa. Ripoti ya punde zaidi ni ya ujumbe wa muungano wa Umoja wa Afrika inayoonyesha kwamba mandhari nchini Tanzania kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo hayakuwa mwafaka kuhakikisha kwamba uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Muungano wa Afrika vilevile unasema kwamba uchaguzi huo unaosemekana kumpa Rais Samia ushindi wa 98% ya kura zilizopigwa haukuwashirikisha wapiga kura wengi, huku vituo vingi vikiwa na idadi ndogo sana ya wapiga kura. Vilevile wapiga kura wengi waliruhusiwa kupiga kura bila ya kujitambulisha ipasavyo. Mbali na hayo, ujumbe huo unasema kwamba kuna vituo kadhaa vya kupiga kura ambako wapiga kura walipewa zaidi ya karatasi moja ya kupiga kura, haswa katika uchaguzi wa urais. Hatua ya serikali ya kuzima mitandao ya kijamii pamoja na kudhibiti vyombo vya habari nchini Tanzania pia imekashifiwa na ujumbe huo wa Muungano wa Afrika unaosema kwamba hali hii iliwanyima wananchi fursa ya kufuatilia matukio ikiwemo shughuli ya kuhesabu kura.
Pia ujumbe huo umesema kwamba katika baadhi ya vituo vya kupiga kura, hesabu za kura hazikulingana. Ripoti hiyo ya awali ya AU inakubaliana na ile ya Muungano wa Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC iliyoikosoa Tanzania kwa kutofanya uchaguzi wa haki na huru. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.